Endo angeo moloyo. Lakini nashukuru kwa sababu baadaye Mungu amefanya yote kuwe sawa. Agoyo erokamano ni Nyasaye osemiyo gidhi maber. Mungu awabariki. Nyasaye mondo gwedhu. Basi nataka nishukuru kanisa. Adwa goyo erokamano ne kanisa la Yesu Kristo. Ne kanisa mar Nyasaye. Tumesafiri kutoka Nairobi. Wasewuotho ka wawuok Nairobi. Kwa sababu ya harusi ya mwisho ya Felix. Nikech harus mogik mar wa Felix. Kwa hivyo ni vizuri tupatie Felix wakati mzuri. Kendo ber mondo wami Felix thuolo maber. Pia wapendo ambao wanatembea, mimi nimekuwa nimeketi, naomba tutulie tafadhali. Ni jowetu wa mawuotho akwayo mondo wabeda bida. Wakati wa neno ndivyo unaona watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nikech seche mag wache wakati wa neno ndio shetani anapanda shughuli kwa mioyo ya watu. Naomba anayeongoza pamoja na security watu wote wakuwa hapa. Sababu hakuna harusi nyingine ya Felix apart from harusi hii. Baba, kwa jina la Yesu na liweka mbele yako neno hili. Libariki, libadilishe, liokoe na liweze kukemea mtu na kumrejesha katika njia zako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Timotheo wa pili 4. Timotheo mara 2:4 kuanzia mstari wake wa kwanza. Linyar mare mok achiel. Maandiko yanasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewa hukumu walio hai na walio kufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu na makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminiwa, ni wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo ninawekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kufundisha ama niongee, napenda kufundisha neno la Mungu ama nihubiri ama nizungumzie adwa puonjo kata yalo wach Nyasaye. Taarifa hii ambayo ilikuwa inatoka kwa kinywa cha mtumishi. Wach mane wuok kuom dhog jatichne. Huyo alikuwa mtumishi anaitwa Paulo. Ne iluonge jati Nyasaye Paulo. Paulo alikuwa na mwanao wa kiroho. Paulo ne kod wuode mar roho, ambaye jina lake aliitwa Timotheo. Manyinge ni iluongo ni Timotheo. Na basi katika huyo mtoto wake wa kiroho, kata kamano wuode e bwo roho, Paulo akawa amefanya kazi mingi katika kuhubiri Injili. Paulo otiyo tije mang'eny kuom yalo Nyasaye. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wach moro opuonjo mawacho ni wakati ulipowadia, to kane wacho chupu, ili mlazimu nochune aweze kumuita huyo mtoto, ochune mondo luongo ili aanze kumpasha habari ile yeye mwenyewe amekuwa mhusika, mondo wachne kuom wach mosebedo kong'eyo. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Amen. Nasema jina la Yesu lisifiwe. Amen. Walio kule kwingine tusalamiane kwa hewa. Upande ile wa mosore uru. Walio sehemu hii tusalamiane kwa hewa. Machielo koni be wa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba akaanza kumwelekeza, mawacho ndio chako na kumwandaa kwa ajili ya kazi hii. Kwa chako ike kumu wach. Maana majira yake yalikuwa yamefika. Sane no secho. Na yalikuwa majira ya kufariki kwake. Nocho posane ma. Kama vile siku ya leo Felix hayuko pamoja nasi. Maana kaka sane Felix oge. Lakini kila ambacho mnafaa kufahamu, kata kama no gimono ni kwamba Felix hayuko na sisi kwa uhai. Ni Felix to onge kodwa kwa mngima. Lakini kiroho ako pamoja nasi. Kwa mroho to en kod. Na hata kila ambacho kinafanyika hapa, kata gima timore
anajua. Ni mwili wa nyama umeondoka, lakini the soul is still here. Praise be the name of the Lord. Amen. Na kwa hivyo tunafaa tujue ya kwamba chochote ambacho tunafanya kwa ajili ya harusi ya mwisho ya Felix inaweza matunda mema ama matunda mabaya. Katika Maombolezo 5:7 maandiko yananiambia kwamba baba zetu walifanya dhambi, lakini sasa hawako na sisi. Na sasa sisi ambao tumebaki tumerudi dhambi zao. Tuna jamii mingi sasa hivi, kuna mambo makubwa yanapitia ni kwa sababu ya waliotangulia wakaenda mbele yao. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Mahali mimi nimetoka kule, mimi ni mzaliwa wa Baroberu. Wale wanajua Baroberu wanajua huko. Kuna mambo nilikuwa naona babu wa zamani ya kwamba mtu kama Felix akiwa kijana namna hii na ameweza kukufa hayuko na sisi, walikuwa nafanya ibada kando na ibada ya Mungu. Wanasema ya kwamba mke wake mkwe kama vile Judy ako hapa, hawezi akazika huyu Felix kabla hajalala naye kwa nyumba moja. Hayo sio maandiko kutoka mbinguni, hiyo sio ibada kutoka mbinguni. Hiyo ni ibada inayoleta laana kwa boma. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Kuna roho ya usherati zinaendeleanga kwa majamii, kwa sababu yule ambaye alitutangulia, especially sisi jamii ya Kijaluo, kuna mila na tabia zingine ndizo zinachangia vijana wadogo kufa. Sababu baada ya hayo yote yale mambo ambayo hufanyika huwa mpendezi Mungu akiwa mbinguni. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Ni wapi ambapo maandiko yanasema ya kwamba mwanaume akiwa ameaga dunia ni lazima mke wake afanye ngono pamoja na yeye. Mimi sio mchungaji, mimi ni mtume, na huwa nahubiri injili vile ilivyo. Haleluya. Nimesikia mchungaji akisema ya kwamba hatujakuja kuhubiri dini ambayo tumetoka. Tumeleta habari njema ya Yesu Kristo. Na habari njema ya Yesu Kristo ni kusema ukweli. Dini haipeleki watu mbinguni. Nasema title ya apostle haipeleki watu mbinguni. Anayepeleka mtu mbinguni ni matendo yake. Wewe kama uko mchawi na uko kanisani, wakati wa kitabu kufunuliwa ule alikuwa mshirika na wewe ni mchungaji, atasimama kando yako uona akiingia mbinguni, kwa sababu wewe ulitumia title yako na dini yako kwa ajili ya kujifanikisha wewe mwenyewe na vitu vya dunia hii. Bwana atakuuliza, je, hilo injili nilikupatia uhubirie? Hilo kazi nilikutuma ufanye? Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Goma zinahangaika ni kwa sababu ya kutoweka msingi wa Mungu vizuri. Mungu mmoja uko kanisani, Mungu mwingine uko kwa waganga. Mungu mmoja uko kanisani, Mungu mmoja umeenda kutafuta majini. Mungu mmoja uko kanisani, Mungu mwingine umeenda kutafuta wachawi na waganga. Unaingia kanisani na una mairisi kiunoni, unamwambia mchungaji, pastor, niombe, kuna minyororo imefunga maisha yangu. Hali kuna minyororo unatembea nayo kiunoni. Wewe unataka mchungaji kuvunjia minyororo gani? Kuna mairisi ya kiunoni. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Haleluya. Kama tunasikizana inua mikono kama amina. Bwana Yesu asifiwe hapa. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Haleluya. Kama hakuna injili ya kweli, hakuna mahali tutaenda. Tutajifunga vile tumevaa, tuonekane kwa mavazi, lakini tukifika mbele ya hesabu ya Bwana aanze kutuangalia, atatuuliza ya kwamba
tutakuwa tumefanya. Mano ken nyasi mafile smart. Na roho yake chunyi itawawinda wale walio hai. Baba ndio jamati. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Paulo akawa anamwambia mtumishi wake mwanawe. Paulo obedo kawacho jatichne. Akamwambia Timotheo. Onyisa Timotheo. Hubiri injili. Bermondiali. Wakati ufao nikachinda na wakati usiofaa. Kod wach mo. Kuna majira hayuko yanafaa. Nitie seche ma oko. Kuna hali haiko inafaa. Nitie seche ma. Kuna mambo haiko yanafaa. Nitie weche ma. Lakini nataka niseme hivi. Adwa mwana wachi ni. Wakati mambo ni mazuri. Nitie seche ma. Paulo akawa anasema ya kwamba Paulo obedo kawacho injili itahubiriwa. Injili tibira. Wakati mambo sio mazuri. Seche ma wacho. Paulo akawa anamwambia mwanawe. Jamada lazima injili ihubiriwe. Injili bere podi. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Anamalizia pale mwisho anasema namna hii. Otio kogiko kachako wachonia. Ya kwamba vita nimevipiga. Lwenyi tasagoyo. Na kupiga vita vibaya. Tokagoyo lwenyi mara. Hebu uliza mwenzako aliye karibu na ukiona ongei, nimekupatia nafasi. Penyete wadumeni batido kijo kako kuone maki. Muulize unapigana vita gani? Unapigana hizo lwenyi mane. Mchuni kidogo. Hebu diemati. Muulize unapigana vita gani? Lwenyi mane. Muulize vita vyako ni gani? Methali 6:16. Ngeche auchiel 16. Aparga auchiel. Inasema namna hii. Wacho nia. Kuna mambo ambayo Mungu huchukia. Nitie weche manyasa hivi. Kuna mambo ambayo Yesu Kristo huchukia. Nitie weche manyasa. Jambo la kwanza mwachi mokwa ni mdomo wa uongo. Ndok macho ukiwa muongo uendi. Kaija miria Ukiza mtu mwambia wewe kama ni muongo uendi. Ambia mwenzako mwambie kama wewe ni muongo uendi. Kaija miria wengine wanamuua. Leo nimekuja kwa boma la huyu mama Helen kutangaza uhai kwa jina la Yesu. Tumekuja hapa sio kwa vifo tena. Nimekuja nitangaza uhai kwa hii village tena. Nimekuja kutangaza uzima kwa village hii. Mimi ni mwerevu, mimi ninakuanga very sharp kiroho. Nimefaingia hapa kutoka kule juu mpaka siku ya leo. Kuna mambo Mungu amenifundisha. Kama nabii wa Bwana hauwezi ukaenda mahali popote pageni Bwana atakosa kufunua macho ya kiroho. Hata wakati mambo yalikuwa yanaendelea nikauliza wachache ambao wale tulitembea na wao, nikawaambia msiweke vita, mjue kile shetani anatafuta kuleta aibu kwa ajili ya harusi ya Felix. Wacha tuone, kwa sababu hao wapendo wa Mungu. Hata mimi ni mpendo wa Mungu. Na huyu mtu sio nyama ya kukula. Itafika majira utamweka nyumba yake. Ile kutaenda video. Lakini Yesu akiwa mbinguni afurahie basi. Patia Yesu makofi ya kilo. Amen. Nasema patia Yesu makofi ya kilo. Stop committing to those who are nearby you. Run your race. Unataka kulinda imani yako? Run your race. Unataka kufaulu kwa maisha tulio nayo sahihi? Run your race. Run your race. Hallelujah. Jambo la tatu. Rejoice in your faith. Rejoice in your faith. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kama unaniona tusalamiane mara nyingine. Walio kule mwisho tusalamiane kama tuko pamoja. Amen. Walio huku tusalamiane kama tuko pamoja. Katika jina la Yesu. Amen. Nataka nimalize nikisema hivi. Watu wa maeneo haya ni lazima tusimamishe utakatifu ulio wa kweli. Ndio maeneo haya yatabarikiwa. Bwana akaniambia niwaeleze watu wa maeneo haya. Lazima tusimamishe ukweli kupitia maandiko. Watoto wetu watakuja kuwa watu wa maana. Hamtakuwa mnazika watoto ambao wanafaa wazike wazazi wetu. Lazima tusimamishe madhabahu ya Mungu. Hakuna vile uchawi unaweza tawala kwa village mzima
juu oknyalo tawala. Na Yesu Kristo aliyekufa kwa niaba yangu na nyinyi tukabaki tukiwa tunakufa mapema. To Yesu manoto nikechi kanisa la Mungu haya lazima tusimame kwa uokovu ulio wa kweli. Kanisa matinero nego wachunko mwaru. Bwana akasema tutakaposimama kwa uokovu ulio wa kweli. To Nyasaye wacho nukawa biru chunga kwa kuona maendeleo makubwa yakifanyika maeneo haya. Tutaanza watoto waliokuwa wachafu wakiinuliwa. Sababu anasema yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo vitu vyake vyote ni vitakatifu. Mkiweza kuinua sauti ya Mungu na mweke msingi ulio wa Mungu. Watoto wetu tunawazika mapema. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Simamisha wokovu kwa nyumba yako. Chunga waruoke odi. Simamisha wokovu kwa hiyo kazi unafanya. Chunga waruoke kumchichimichema. Mama ukiona mtoto mwenzako ako chini muombe usiende kumaliza. Usianze kutembea ukifagia miguu na ukiokota vumbi. Usianze kuangalia mahali anakanyaga ukitoa miguu yake. Ukipeleka waganga na washirikina. Mbinguni utaulizwa. Wakati tarumbeta ya mwisho italia. Utaulizwa. Je, nini ulichokuwa unakifanya? Nataka niwache hilo swali hapa. Wakati wa kiyama. Wakati wa kiyama. Tarumbeta ikipigwa. Utaambia nini watu? Utaambia nini watu? Kama wewe ni muongo, wacha uongo. Kama wewe ni kahaba, uko hapa. Nashukuru mtumishi amesema leo tuko na nafasi ya kila mtu. Mtumishi amesema kama wewe ni mwizi, wacha wizi. Hatutake tukuje tufanye ibada fupi, ibada yako ikose theology. Okwadwa biro utimo ibada mari ka ongo kana. Unajua mimi nikialikwa mahali kwenda kuzika, kitu ya kwanza kama sio mshirika wangu kanisa na huwa nauliza huyu mtu alikuwa anafanya nini? Apeyo ngani ne timo gango. Kama alikuwa anaiba na anaua watu, kana hoja kuto nego theology yake andiko tu hivyo, alikuwa muuaji na mkora. Theology mare bendo ndi sababu mimi sitaki nikuje kwa madhabahu ya Mungu na nidanganye. Okadwa chunge nyimje alikuwa mzuri, huyu mtoto alikuwa hivi, na unajua alikuwa jana basi sugu. Hata wewe ulikuwa unaomba atolewe. Hapana, ukweli unaweka watu huru. Adiera gojo dhano bedo tu. Haleluya. Amen. Kama alikuwa mnyang'anyi, kana hoja mecho, wacha theology sema alikuwa mnyang'anyi. Theology bendo kumsamehe hapa na akifika mbinguni asamehewe na Bwana. Mondo wawe ne kado kocho pepo kushinda tumpanga hapa maua aende kula chomekeo kule jehanamu. Mondo wawire maua. Mwambie mtu, ambia watu ukweli. Ambia watu ukweli. Ambia watu ukweli. Ambieni watu ukweli. Ambia watu ukweli. Jizuru zanadi. Simameni kwa miguu zenyu. Wa amalo etiendoa. Simameni kwa miguu zenyu kila mmoja. Wa amalo etiendoa ngato kangato. Wa amalo etiendoa ngato kangato. Kuna neno Paulo alimaliza nalo. Nitio wati Paulo notie kogo. Na akasema ya kwamba kwa wacho ni ya wale ambao watapigana vita vyao vizuri, jogo mabiro goyo lwenji gi maber mpaka wafike mwisho, mnyaka gichop giko, kuna taji la mbinguni. Nitio simbo mokan ni taji la mbinguni. Nitio simbo mar polo. Kuna taji la mbinguni. Nitio simbo mar polo. Watu wa maeneo haya ne anyola ni tulilie taji la mbinguni. Nitia osimbo mar polo. Hizi vitu zote zitaisha. Gikmoko duto mawaneno biro ruka. Tukifika mbinguni to kichope polo, baba yetu atamata hapo kuangalia. To kanya sachwa biro ngi. Akuite mwanangu. Obiro luongi ni nyathina. Ulikuwa a faithful servant. Ene injati Nyasaye. Kuja. Bi. Nikuachie swali la mwisho. We ami penyo mogik. Mtu wa Mungu. Jati Nyasaye. Kufika hii miaka uko nayo. Kochopo kumhigni ma in gogi. Ni nini umefanya kwa ajili ya kazi ya msalaba? Angombi setimo ebo tich Nyasaye. Mungu anakupa uhai. Nyasaye umingima. Mungu amekupa uzima. Nyasaye umingima. Hata leo umefika ako hapa. Kauono Nyasaye ronika. Huyo tunazika wewe uko na uzima. Waiko iningelia. Hii swali na kuachia ni hili. Penjo mawe igo enema. Ukifika nyumbani kwako. Kichope odi. Ukifika kwa hiyo dhehebu ambayo unaingia kwa Biblia. Kichope dini midonjo gaeno. Tafadhali. Omo ade kumodie. Nimekutuma. Ori. Enda. Leo. Pata kitu cha kufanya kwa nyumba ya Mungu. Vibed kod giminyalo time odi Nyasaye. Tumesikia bishop akisema mama
wawijo kabisho wacho ni kwa kazi ya kanisa. Nobedo jadiera kuom tij kanisa. Tunaomba ushuhuda huo Wadwaro neno siku nyingine. Chieng' moro Upe ni ushuhuda wako. Obedie neno makofi. Kama uko na uwezo wa kupeana shamba kanisa lijengwe. Kaini kodi Peana, kuna Mungu atakayokubariki. Wewe mwana gani hata. Utaona mabishopu kama hao watakuja watakuzika. Ibo neno jodongo kama gikabisa. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Hata kama utawadharau, hata kama utawapiga vita, tumehimizwa ya kwamba tuhubiri injili wakati ufaao na wakati usiofaa. Kama kuna kitu kinamaliza kanisa la Kristo, ni roho ya madharau kwa injili ya Bwana. Hata sasa hivi vile naongea, tunauleta yale na madharau kwa neno hili la Mungu. Ole wako siku yako ikifika, utaenda mbele za baba yako na ataweza kukuuliza makofi ya kilo. Bado sijasikia watu kama miaka tubaba watu wengi. Sijaona makofi, sijasikia makofi. Patieni Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi. Patia Yesu makofi mazuri hapa. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Mambo mengine ambayo Bwana anachukia ni kuonea watoto wenzaji kwa mbaya. Mimi jana ambaye nimetoka, nilikuwa nakuwa nikiona ya kwamba mtoto mwingine akianza kuinuka namna hii, kwa sababu ya juhudi, najua ni mbaba ya watoto wako wameenda, lakini kwa uchungu wote Kalvari kuna uzima tena. Kalvari kuna uzima baada ya haya mauti. Kalvari kuna amani baada ya haya yote. Nasema Bwana wasaidie watu wa maeneo habari ya maeneo haya, tuweze kusimama na maandiko na tufanye yaliyo mapenzi ya Bwana. Hakiniita kaitika, hakiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Jina la Bwana Yesu lisipewe sifa. Jambo la pili, run a well deserved race. Ring mondo ilo luenji. Run a well deserved race. Ring maber mondo ilo luenji. Hakuna mtu anaweza shinda mbio kama hajamaliza na pewa zawadi. Onge ngamanya lo ringo bio mbio. Hata kama mambo ni mazito mama yangu, hata kama mambo ni mazito baba yangu.